na ninatumikia mwingine, na sisi sote tufikishane mbinguni. Ni hatua ya kwanza ya kushuhudia mapendo. Na ndio maana wanatuambia wakati tunatoka ndani ya shule la udhibitisho na ufahamu wote tumepewa, tusiendee vijana wengine sababu ya kuwa wasindikizi wao, tuwaendee sababu ya kuwavuta ili nao wajue nyumba ya Mungu, na baraka tuliyoipata ikuwe njia ya kutuhakikishia kama ufahamu wetu haiko wa kujaa woga, ni wa kukutana na wengine na kuwaonyesha njia ya Bwana. Ya pili, wanatuonyesha kushuhudia mapendo ni kukamata wengine na udhaifu wao. Ni kusema nini, wapendwa? Kuna watu kila mara kwa kupenda mwenzake yeye peke anamtilia masharti ya kusema akiwa hivi njoo nikampenda, mbali ya hivi mimi siwezi karibia mtu sawa hivi. Sasa Mungu anatuambia ushuhuda wa kweli wa mapendo na wa mtu mwenye atavuta wengine kuja nyumba ya Mungu na yapate wokovu na ukombozi ni kujua mtu na udhaifu wake. Na ndio maana wanatushauri, wanasema ukijua mtu na udhaifu wake hautakuwa wa kutembea kwa ajili ya kutangaza ubaya wake. Tambua, wakati unachota kidole kimoja kwa kutangaza ubaya wake, vingine vidole ni vingapi vinakugeukia kwa kuona kama huku naonesha kama ni mmoja ni mbaya, kumbe na vya mingi vinakugeukia kusema unamfanya mbaya mara moja, kumbe wewe uko mbaya mara nyingi. Ndio maana vile vidole vingine vinakugeukia. Sasa ujiambie, wakati tuko tunasema na kutangaza mabaya ya wengine na tunakataa kuwakaribia kusudi waishi imani, nao wakuje wapate rehema, wapate neema na nao ndani ya wateule wa Mungu, tutaviwezaje kama tuko tunafanya? Ndio maana wanakuambia angalia mwenzako, ni kweli ana udhaifu na ana nguvu. Kamata nguvu yake kwa kuitaka, kuwa msaada kwake, kuwa msaada kwake kwa kuondosha udhaifu, hivi naye ajisikie kama anapewa nafasi. Na ndio maana ndani ya hii barua tumesoma imetaja tena kitu kingine, wakati wanasema tuige Yesu Kristo. Je, habari si mara kwanza tunaisikia Yesu Kristo ni nafsi na roho ya Mungu mzima, lakini alijifanya kwanza kimungu, akakuwa binadamu mwenzetu. Sio wanadamu, na kila mara inakuwa kinaamka ndani ya mafundisho mengi. Sio wanadamu, wakati wanakamata ile kiumbe na lalaka zamu kwetu, wanatupatia jina yake. Mara ngapi akipatana kuchangia na watu sababu wanatupatia tu jina ya ule zamu mwenye anakuwa kwetu. Ananitukana mimi na kuwa huyu zamu, sitakuchangia tena naye, huyu ananionea. Lakini mwana wa Mungu, yeye nafsi na roho nzima ya Mungu, anakuwa kwanza Mungu, na mbaya yote vya watu na magumu yote ya watu anakuja kujia. Ya pili, anaenda mbali kusudi Mungu akombolewe katika dhambi, iliomba sadaka ya kuruhusiwa. Ndio Swahili ya Biblia inasema sadaka ya kuteketezwa. Yeye anasema zaidi ya mimi ndio mimi na kwa ile kondoo yenye itarunguzwa kusudi wanadamu msishurutishwe tena kuhesabiwa dhambi zenu na mfunguliwe njia ya rehema na neema. Haishii tu hapa, anatoka tena ndani ya wabaya wote waliotengwa katika Mungu. Yeye akiwa nafsi na roho ya Mungu anabebwa wapi? Kama vile Pasaka ilikukumbusha, anabebwa kumlima wa Golgotha mpaka kufika Kalvario, ambako kuliitwa fasi gani? Fasi ya vichwa vya kukauka. Bamutundike, aoze minofitoke, baone mifupa ya kukauka kwenye walikuwa wanatupa wajambazi, ambako mji mzima
uliwakataa. Yeye anafika kuile hatua. Angalia upole na unyenyekevu aliyoufikia. Vijana wapenzi, mnaenda kupewa baraka yenu. Nanyi ndugu na dada ambao mmekuwa wazazi na wengine mlikwisha kuwa na miaka ya kutosha na zamiri safi ya kuamini ndani ya nyumba ya Mungu. Nanyi na sisi sote tunashikamata tuko tayari kupana msaada kwa ajili ya hao tunaowajua kuwa wadhaifu, na sisi tukijua udhaifu tujitapie sisi sote nguvu yote kwa kwenda kwa Kristo na kuishi naye. Tupaniane msaada kusudi kila mmoja akichukua udhaifu ya mwenziwe na kutia nguvu yake. Tuwe wale washujaa wenye kila mmoja atajitapa na kusema, nami ninastahili kuhesabiriwa ndani ya wenye wanapewa taji ya ushindi, na sasa ninataka ingia katika utukufu wa Bwana wangu. Vijana wapenzi ambao mnaenda pewa baraka, na kwenu vile vile ndio maana wanatuambia mnaenda ingia ndani ya shirika hii. Vita yenye sisi wakubwa wenu tuko ndani, mwikale mnaijua na mjue kama shetani ni msengenyi wa nguvu. Mkisha kuapa atakuwa kufanya majibu. Muda fulani itakuja tena kurudia mambo haya, kisha kusomewa barua ya mtume mkuu.